Al-Aziz Al-Hamid, Mola mshindi msifiwa. Yeye ni nani? Nani huyu Mola Aziz mshindi? Yeye ni Mola gani? Huyu ni nani yeye? Al-Hamid, nani huyu Mola Hamid msifiwa? Yeye ni Mola gani huyu Mola msifiwa? Wewe humjui, mimi simjui, sisi hatumjui. Wacha ajieleze. Au wamjua wewe? Wamwelewa wewe? Wamfahamu wewe? Mimi simfahamu, wewe umfahamu, na sisi hatumfahamu. Ajieleze. Sasa yeye Mola mwenyewe anajitambulisha, anajieleza, anajibainisha, anatuambia yeye ni nani. Allahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardh. Huyu Mola mshindi anatuambia yeye ni Allah. Huyu Mola msifiwa anatuambia yeye ni nani? Yeye ni Allah. Sasa Allah ndiye Mola mshindi, Allah ndiye Mola msifiwa. Tena anawaambia alladhi, yeye Allah ndiye Mola ma lahu ma fi samawati, lahu ni vyake. Huyu Mola mshindi, lahu ni vyake, ma vitu ambavyo fi samawati, vilivyoko mbinguni, vyote hizo vitu ni vyake yeye Allah. Yeye Muumba ananipa habari, anakupa habari, anatupa habari. Vyote hivi tunavyoviona na tusivyoviona vilivyoko mbinguni, vyote ni vyake. Anasema wama fil ardh, ni vyote vilivyomo ardhini tunavyoviona ni vyake Mwenyezi Mungu. Vyote vilivyoko ardhini tunavyoviona vya nani? Vyake Mwenyezi Mungu, vyake Mwenyezi Mungu. Wawaino na adhabu kali au mateso makali lilkafirini, itawakamata, itawashika, itawafikia hao wapingaji wanaompinga Mwenyezi Mungu. Ile kafiri ni ya watu makafiri. Adhabu kali, mateso makali yatawafika, itawafika hao ile kafirini, watu wanaompinga Mwenyezi Mungu. Na miongoni mwa hiyo uangamifu, min adhabi alim, na adhabu iliyo kali. Yani wao makafiri wanayo adhabu kali itakayowafika kwa ajili ya kupinga kwao. Kumpinga nani? Kumpinga Mwenyezi Mungu. Hawa makafiri ni watu gani? Wewe unawajua? Pengine wewe huwajua. Hawa makafiri ni watu gani? Mimi nawajua, pengine mimi siwajui. Hawa makafiri wao ni watu gani? Nyinyi mnawajua, sisi tunawajua, pengine sisi hatuwajui. Wacha mwenye kusema wakafiri, wacha yeye ndio asema wakafiri ni watu gani. Wacha yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye atubainishe makafiri ni watu gani. Wacha yeye Allah mwenyewe ndiye atuambie makafiri ni watu gani. Hapo utaona Qur'an inajifasiri yenyewe. Hapo utaona Qur'an inajifasiri yenyewe. Hapo utaona Qur'an inajifasiri yenyewe. Haina haja mimi kutaja makafiri ni watu fulani, haina wewe haja kutaja makafiri ni watu fulani, haina haja sisi kusema makafiri ni watu fulani, bali Qur'ani inakwambia makafiri ni watu fulani. Sawa? Ona sasa Qur'ani inakwambia makafiri, alladhina yastahibbuna al-hayata ad-dunya ala al-akhirah. Makafiri alladhina, makafiri ni wale watu ambao yastahibbuna, wanaofadhilisha, wanaotanguliza
alhayata dunia, uhai wa kustarehe katika hiyo dunia. Makafiri ni wale wanaofadhilisha, wanaotanguliza starehe ya huu uhai wa dunia ala al-akhirah, kuliko kutenda vitendo vyenye manufaa kwao katika akhira, kuliko kutenda vitendo vyenye manufaa kwao katika akhira. Na ikisemwa hivyo, sio kwamba kuwa kikatazwa mtu Muislamu asistarehe, sio kwamba anakatazwa mtu Muislamu asipunge upepo, sio kwamba kikatazwa mtu Muislamu asijirembeshe, bali jirembeshe, lakini ujue unayo wako Muumba. Jirande, unajua unayo wako wewe Mola mwabudiwa. Kama katika hiyo dunia ujue unayo wewe aliyekuumba, aliyekuleta hapa duniani. Na wala mtu mwenye kuamini, mtu Muislamu hajakatazwa kufanya kazi ya kidunia. Utakuta katika Qur'an mtu usema naambiwa kuwa wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka. Ndio Qur'an sema nini? Wabtaghi, taka, fima ataka Allah, katika hayo ambayo Mwenyezi Mungu kakupa. Taka nayo, tafuta nayo. Mwenyezi Mungu kakupa nini? Mwenyezi Mungu kakupa akili, kakupa macho, kakupa masikio, kakupa mkono, kakupa miguu, kakupa uwezo, kakupa mali. Wabtaghi, taka kwa hayo ambayo Mwenyezi Mungu kakupa, fima ataka Allah dara al-akhirah, tafuta nayo nyumba ya akhirah. Unaona? Mwenyezi asema ubinadamu huu niliokupa tafuta nayo nini? Hiyo nyumba ya akhira, tafuta nayo janna, tenda nayo vitendo vitakavyokupatishia nini? Darul akhira, darul naim, hiyo nyumba ya akhira. Ndio Mwenyezi asema nikikwambia hiyo nguvu tafuta nayo nyumba ya akhira, wala tansa nasibaka min ad-dunya, lakini wewe pamoja na hayo usisahau kutafuta fungu lako katika hiyo dunia. Fungu ya dunia hii, usisahau kutafuta sukari, usisahau kutafuta chumvi, usisahau kutafuta kabanda, usisahau kutafuta kauka, usisahau kutafuta kasukuma wiki, bali kimbia kutafuta kandururu, kateji, kasumuni, kashilingi. Uwe vile vile uko ona mchezo. Wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Dara al-akhirah dunia, dara al-akhirah dunia. Sasa ndio dara al-akhirah ya mtu Muislamu awe mwenye kushika kwa mkono wa kulia. Dara dunia ya mtu Muislamu awe iwe iko katika mkono wa mtu Muislamu wa kushoto. Yote mawili yawe yameshikwa mtu Muislamu. Asiwe mwenye kusawa haki yake mtu Muislamu katika dunia, na asiwe mtu Muislamu mwenye kusawa haki yake katika nini? Katika akhira. Ndivyo vile inavyotakikana. Duniani mtu Muislamu awe mfanyikazi, akhira mtu Muislamu awe ni mchuma mema katika kazi yake aliyofanya wapi? Duniani. Ndio hapo tunaona Mwenyezi Mungu anatuambia, anatueleza mkafiri ni nani? Alladhi, wakafiri ni wale watu ambao yastahibu, wanaofadhilisha, wanaotanguliza alhayata dunia, starehe ya huu uhai wa dunia ulio na ukomo, huu uhai wa dunia unaomalizika,
huu uhai wa dunia wa kufanya maasi ndio wanafadhilisha. Makafiri ndivyo hivyo. Alal akhira, wanaofadhilisha uhai wa dunia kuliko akhira. Lakini pamoja na kuwa hivyo, dunia inayo ukomo, akhira haina ukomo. Dunia haitabakia, akhira itabakia. Sasa unahitaji kitakachobakia kikusaidia, au unahitaji kisichobakia na hakina msaada na wewe? Sasa wewe mwenyewe ndio uweke mambo katika nini, katika kipimo na katika mizani. Wewe ni nani? Wewe ni mtu ambaye mizani unayo manufaa nayo, kilo unayo manufaa nayo, au wewe huna? Inatakiwa mtu awe na nini? Na mizani. Inatakiwa mtu awe na nini? Na mizani. Hata makadirio ya nyumba yako unakadiria. Nimepata leo 20, kesho pengine sitapata 20, basi kwa hivyo 10 nitumie leo, 10 tano sukuma wiki ya kesho na 5 na unga ya kesho. Unafanya makadirio na makisio. Na wewe katika dunia vile vile. Mzungu amesema nini? Bal tu'thiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bali nyinyi wanadamu tu'thiruna, mnaofadhilisha hayata dunya, uhai wa dunia, lakini wal akhiratu, wacha niwaambie, akhira khairun, akhira ni bora kuliko dunia ya kwanza, na ya pili wa abqa, akhira inasalia na dunia haitasalia. Kwa mwanadamu hujui kitu, wewe mwanadamu huelewi kitu, wewe mwanadamu hufahamu kitu. Mimi mwenye kukujua, wacha nikueleze. Mwanadamu anajua hivyo, kwa Mwenyezi Mungu anajua kumshinda. Mwanadamu anaona Mwenyezi Mungu hakutengeneza ndege, mwanadamu anaona Mwenyezi Mungu hakutengeneza motokaa, anaona Mwenyezi Mungu hakutengeneza basikeli. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hajui kitu, ndio mwanadamu anaona hivyo, lakini mwanadamu hakutengeneza kitu. Bali Mwenyezi Mungu anasema wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ya Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaumba na vyote hivyo mliovitengeneza, kina treni na kina motokaa na kina ndege na kina submarine na kina nini, yote hapo ya Mwenyezi Mungu aliumba. Kwa kutengeneza kutokamana na materials, kutokamana na vitu vyake, vyombo vyake. Basi wala akhiratu khairun wa abqa, na akhira ni bora na inasalia. Sasa anachotaka Mwenyezi Mungu, waje walioamini imani kamili wawe ni wenye kutenda katika hiyo dunia vitendo vitakao wafaa katika akhira, na katika hiyo dunia watende vitendo vya maendeleo katika hiyo dunia. Watende vitendo vya maendeleo wapi? Katika hiyo dunia. Watu wanajenga katika hiyo dunia kwa matope, jenga kwa matope. Wanajenga watu kwa matofali, jenga kwa matofali. Wanajenga watu kwa mawe, jenga kwa mawe. Wanajenga watu kwa chuma, jenga kwa chuma. Wanajenga watu kwa shaba, jenga kwa shaba. Hivyo shindana na watu katika ujenzi wa dunia hii wa kujenga. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam msema nini? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Iman, fanya kazi li dunyaka, kwa ajili ya dunia, ya uhai wa dunia wako. Fanya kazi kwa ajili ya uhai wa dunia yako, ka'annaka ta'ishu abadan, kana kwamba utaishi katika hiyo dunia milele. Na nyumba ya kuishiwa kwayo katika hiyo dunia milele ni ile nyumba ya steel erection, ni ile nyumba iliyotengenezwa kwa mawe na chuma, iliyotengenezwa kwa chuma. Kana kitaishi wama ni akhiratika, fanya kazi kwa ajili ya akhira yako, kana katamutu, kana kwamba utafariki kesho. Ukijua nitafariki kesho, sitatoka msikitini leo, nitasali sala zote, nilete sunna zote, nitakuwa nikishika Qur'ani mpaka mauti kija, kinipata nitafanya nini? Ibada na kusoma na soma. Kufika mbele ya Mwenyezi Mungu, ninatalia ni kitabu. Ndio ni miongoni mwa wale wenye kusoma kitabu chake. Lakini mambo haya hayaji kwa kujua. Mambo haya kupa na nini siri yake Mwenyezi Mungu. Rasul ametuleta mwangoni, ametuambia
dunia tufanye kazi kana kwamba tutaishi milele, na akhera tufanye kazi kana kwamba tutaondoka kesho. Mtu akijua akiondoka kesho anaanza kufungasha leo, kitu gani kitakachonifaa Mariakani, kitu gani kitakachonifaa Voi, kitu gani kitakachonifaa Mwatate. Hivyo sasa tumo safarini, hata uwezi kutafuta kitakacho kamkate kakeki kachupa cha maji, watu kununua maji chupa kidogo ile, wewe utafaidi, utaombaomba na kula, hakuna kuombana, hakuna kuombana, hakuna baba, hakuna siku hiyo baba atakukimbia, mama atakukimbia, ndugu zako atakukimbia, mpenzi wako pia atakufanyaje? Atakukimbia, utasalia peke yako. Mwenyezi Mungu anatuambia makafiri alladhina, ni wao ni wale watu ambao yastahibuna alhayata dunia, ni wale wanaofadhilisha maasi ya huu uhai wa dunia ala al-akhirah, kuliko kufanya vitendo vya akhira katika hiyo dunia. Hiyo kazi makafiri, sifa zao za kwanza. Sifa ya makafiri ya pili, wayasuduna an sabilillah, na wanawazuia watu wenye walioamini, wanaotaka kuamini wasiingie katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wayasuduna an sabilillah, wanawazuia watu wasifuate njia ya Mwenyezi Mungu. Makafiri wanawazuia watu wasifuate nini? Njia ya Mwenyezi Mungu. Utaona wakati huu ambao Mwenyezi Mungu anataka watu, makafiri vile vile wanayo programu yao ambayo itakuwa very fantastic, programu nzuri kabisa kushinda mengine yote. Hiyo saa ambayo Mwenyezi Mungu anataka watu, ndio hiyo saa ambayo programu nzuri hiyo inawekwa. Sasa utafadhilisha gani? Utafadhilisha hao waheshimiwa chumvi, utafadhilisha hao waheshimiwa sukari, utafadhilisha hao waheshimiwa nini, sukuma wiki, waheshimiwa unga, utafadhilisha wao kumjina Mwenyezi Mungu aliyokupa afya, aliyokupa uzima, aliyokuumba. Haya, wayasudun an sabilillah, na makafiri kazi yao nini? Kuwazuia watu wasifuate njia ya Mwenyezi Mungu. Sasa unaona dini hizo zote zilizoko zinafanya kazi ya kuzuia watu wasifuate dini ya Mwenyezi Mungu, Islamu. Hizo dini zote zinawazuia watu wasifuate nini? Dini ya Islamu. Sikh wanaita kwao watu, wanazuia wasiingie dini ya Islamu. Hindus wanaita kwao, wanazuia watu wasiingie huko. Ukristiani unazuia watu, wanapata watu waingie. Legio wanazuia watu, wataka watu waingie kule kwao. Kila dini inaleta upande wako na inazuia Islamu isishughulikiwe. Lakini ya dini ya Islamu ya Mwenyezi Mungu ndio kafiri, ndio mlinzi, ndio msimamizi, ndio mwendeshaji. Ndio mlinzi, ndio mwendeshaji. Leo dini hii ya Islamu ingelikuwa inaendeshwa na watu au ingelikuwa inaendeshwa na Waislamu, isingelikuweko leo. Lakini kwa vile dini ya Islamu ni dini yake Mwenyezi Mungu, Islamu inajiendesha. Islamu inajiendesha kwa utajo wake Islamu. Utajo wake nini? Islamu. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Sababu Yesu asema waman, ni mtu ambaye yabtaghi, atakayetaka ghaira al-islam dinan, dini isiyokuwa Islam, atakayetaka dini isiyokuwa Islam, atakayetaka dini isiyokuwa Islam, wewe yabtaghi ghaira al-islam dinan falan yuqbala minhu, yeye Mwenyezi Mungu hatakubali na yeye huyo mtu. Wa fi al-akhirati min al-khasirin, na huyo mtu aliyetaka dini nyingine isiyokuwa Islam, yeye katika akhira ni miongoni mwa wenye kupata nini? Hasara. Japokuwa ni MA, japokuwa ni BA, japokuwa ni bilionea, ilikuwa trilionea, milionea, tauzenia, watakiwa nani? Atakuwa bila khasirini, miongoni mwa kupata nini? Hasara. Basi wayasuduna an sabilillah, na watu makafiri ni wale wanaozuia watu wasifuate njia ya Mwenyezi Mungu.
Usifuate njia nani? Ya Mwenyezi Mungu. Hata wewe mtu Muislamu vile vile leo wakati ya alasiri ukatie ndio wakati ya fara yako. Hey! Nini? Juma! No, thank you bwana. Ana makele. Hata mtu Muislamu sasa saa 10 ndio umetia wakati wako wa fara hii, unawazuia watu wasije katika alasiri. Au unashaka na hiyo maneno? Au mnacheka, wacha tuseme. Semeni maneno, tuseme maneno. Sasa unazuia watu wasifanye nini? Kazi ya Mwenyezi Mungu. Umeingia katika kundi la wale wanaozuia watu wasishike njia ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Ya Mwenyezi Mungu. Wewe mtu Muislamu umepata, umefungua kasenda baada ya siri hii, una very very good show ya nini? Ya video. Very very good show ya nini? Ya video hiyo. Watu wanakwenda kwa nini? Kutizama. Wamezuia watu wanakwenda kazi. Wewe mtu Muislamu unaye dish, ukifungua dish ya Manchester United, ya Liverpool, na Westminster, na ya nani Manchester City, Manchester United, ukileta hizo vile vile unawazuia watu katika njia ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Unaona inawekwa pale katika Isha hapa mpaka saa 5 ya usiku, saa 6 usiku Ramadhani, watu hawamo katika tarawih. Utakuta watoto ndio wako hapo, utakuta watoto ndio wako. Sote hapa tuweko katika tarawih, sote tusali tarawih. Mimi najua kuna watu 7. Mimi najua kuna watu 7 ndio wanaosali nini? Tarawih. Mimi najua watu 7. Ile sauti mnayosikia katika Ramadhani hapa ni sauti ya nani? Ya watoto. Lakini sauti watu wazima wako 7. Jazakumullahu khairan watoto. Ramadhani hiyo imekurubia. Sasa tukate shauri. Tutafuata dishi au tutafuata Ustadhi, lakini mwanga tuko nyuma tunaitikia. wapi? Pande huko tukipoza. Wewe tarawih siku basi ukiparamia basi. Siku ukijikoka na ukuta pa ndio bata tarawih basi utaji gandiza pale. Lakini umo wako wale tena pale bao naweza kuonyesha mmoja yuko anakaa, mwingine anakaa, mwingine kwa hivi, mwingine hapo katikati. Basi hakuna wengine 7. Na zote tuko majumbani. TV, video, dishi, ya tarabu. Sasa hai watoto ndio nisikia sauti zao mpaka Kibira station. Jazakumullahu khair, mzigo wa watu. Lakini sauti zenu zote zimemalizika Kogoma. Aya, wayasuduna sabilillah, makafiri ni wale wanaozuia watu wasifuate njia ya Mwenyezi Mungu. Sasa ukiweka dishi, ukiweka klabu pale, ukifungua klabu pale kabla tarawih, wewe umezuia watu wasisali tarawih au humo. Ukiweka klabu pale ya miraa, umezuia watu wasisali tarawih, umo au humo. Unaweza kusema hiyo maneno, huwezi kusema, unaogopa mabwana. Ukisema utalaumiwa, ukisema utatukanwa, ukisema utadigirediwa. Unajua kudigrade? Kuteremshwa thamani. Utateremshwa daraja chini. Kama ulikuwa na zukopu utawekwa private sasa. Kazi yako ile kuleta kahawa, kazi yako ile kusafisha sufuria, kazi yako. Leo ukitaka daraja asi. Ukiasi upgraded. Utapandishwa juu.
Na makafiri wa yasuduna an sabilillah ni wale ambao wanazuia watu wasifuate njia ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Makafiri wanataka nini? Wayabghunaha iwajan, wayabghunaha iwajan, wayabghunaha iwajan, wayabghunaha. Makafiri wanataka njia hiyo ya Mwenyezi Mungu iwe iwajan, kombo. Njia ya Mwenyezi Mungu mustaqim, right, straight. Lakini makafiri wanataka kufanya njia ya Mwenyezi Mungu iwe kombo, iwe ben. Unaona? Unaona? Njia ya Mwenyezi Mungu kuwa ben ni kule kutopatikana sala kwa mtu mwenye kuamini katika jamaa. Sasa makafiri kazi yao wanataka njia ya Mwenyezi Mungu iwe ben. Ndio Muislamu unawasaidia makafiri vile vile au huna msaada nao? Waislamu wote wanawasaidia makafiri kwa kukuza hadi ya kutaka njia ya Islamu iwe ben. Wayabghuna, haya anayesema nani? Mwenyezi Mungu. Makafiri wanayabghuna, wanataka njia ya Mwenyezi Mungu iwe nini? Iwajan, ben. Kile fasili leta kumiwa janita kumimi to kumarba awaja jumaran awaja tarfu awajan mara tuseme awaja ajal mkongos. Aywa kile nubia awaja ajal mkongo ajal ben leki tumekaa kombo. Sasa makafiri ndio wanataka ukombo katika dini, lakini mtu Muislamu kumkuti mwenye kutaka upogo katika dini. Unajua upogo? Wewe Juma, unaweza kuwa mshwaini. Upogo. Upogo. Ndio kupenda. Upogo ukombo. Sawa? Naam. Ulaika hao watu gani Jumarani? Ulaika hawa. Mwenyezi Mungu hawezi kukuambia ulaika kabla hajakuambia hawa watu. Sasa Mwenyezi Mungu amekutajia wale watu. Sasa anakuambia ulaika hawa watu ambao nimekuja kukutajia. Watu gani? Makafiri. Wataje Mwenyezi Mungu aliwataja na sifa zao au aliwataja tu makafiri? Wanazuia watu kufuata njia ya Mwenyezi Mungu. Wataka njia ya Mwenyezi Mungu iwe kombo. Mzuri sana. Asante Ramadhani. Asante. Bado moja. Na unafadhilisha uhai wa maasi katika hiyo dunia. Sasa unafadhilisha uhai wa maasi katika hiyo dunia. Uhai wa kidoluka wanafadhilisha. Uhai wa kitarabu wanafadhilisha. Uhai wa kidisko wanafadhilisha. Uhai wa kivideo wanafadhilisha. Uhai wa kidisho wanafadhilisha. Uhai wa kiklabu hapa wanafadhilisha. Hao watu hawa ulaika. Nini maana ya ulaika Juma? Ulaika hao watu. Ulaika hao watu fi dalalin baid. Fi dalalin, wako katika upotovu baidi wa mbali kabisa na haki. Anasema fi wadara bui min haq. Anasema dole mo fi wadara bui min haq. Tena Rabbana kana sidi alijen fi dishi de alijen mazu jafira tika aji tarabana mo mazu de Rabbana kem sunu fadi ana de wuta wadani mon mo wodu ase tabje kem lana mo na dilim ita tabje kem lana mo na dilim tabje kem lana sunu هذا موضوع موتر Rabbana kem sunu Rabbana kem mon modu mzima amesema hawa fi dalalin, wako katika upotovu wa mbali kutokamana na haki. Fi dalalin baid, wako katika upotovu wa mbali kutokamana na nini? Na haki. Mudifu wadara bui min haki. Mudifu wadara bui min haki. Anasema waliofadhilisha uhai wa dini ya kimaasi, wanaozuia watu kufuata njia ya Mwenyezi Mungu,
wanaotaka njia ya Mwenyezi Mungu iwe kombo, hawatu mbali kabisa katika upotovu kutokamana na haki. Sawa, hawa watu wamepotea, ijapokuwa watavaa 3 piece na tai juu au na bo. Unajua bo? Ujui bo? Muulize mzee Juma. Ile tai ya paka necktie. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Mwenyezi Mungu anasema Mwenyezi Mungu, wama arsalna, na hatukutuma, wama arsalna, hatukutuma, wama arsalna, hatukutuma, min rasuli, mtume yoyote yule au mjumbe yoyote yule hatukumtuma, illa bilisani qaumi, ile tulimtuma kwa lugha ya watu wake, ile tulimtuma kwa lugha ya watu wake. Na lau lisani qaumi, lugha ya watu wake, na lau angeli letewa mtume kwa Wanubi, mtume huyo atazungumza Kinubi. Aletewa mtume kwa Wakalenjin, angalizungumza Kikalenjin. Aletewa mtume kwa Wagiriama, angelizungumza Kigiriama. Kalamkazi Wakambazi sina utu simanyuwe ndio Mwenyezi Mungu asema. Wama arsalna, hatukutuma min rasuli, mjumbe yote yule, mtume yote hatukutuma, ila tulimtuma bilisani qaumi, kwa lugha ya watu wake. Sasa kwa lugha ya watu wake. Afwan, kulingana na hii aya, yani ikiwa kwa sasa unataka labda kulingania kama vijana, ukitumia sheng ile ambayo wanaitumia wao, kutakuwa kuna makosa? Makosa ndio hiyo, si lugha hiyo, ni uharibifu wa lugha, uchafuzi. Sheng hii ni uchafuzi wa Kiswahili, ni uchafuzi wa Kiingereza. Hata ndio Waingereza wametanabahi katika hayo, wanakaa kila baada ya miaka 5 au miaka 10 wanarudi kuwash out to bright English. Wenyewe Waingereza wanakaa sasa, Kiingereza hicho kinachozungumzwa ile lugha ya mababu zetu, kiwacha sisi walaji sukari na chumvi na sukuma wiki na unga, tutakujaza tumbo tu, atishie ni lugha ya watu walioendelea. Lugha ya uharibifu, inaharibu asili ya lugha, inaharibu msimamo wa lugha, inaharibu utamu wa lugha, inaharibu misingi ya lugha. Inaharibu nini? Msingi wa lugha. Hii lugha hiyo wanaozungumza hii kwa vijana wetu wa Kinubi, hiyo si lugha ya Kinubi, hii ni sheni hiyo vile vile. Angua, angapra, angija, angija. Hiyo Kinubi hiyo. Sio Kinubi. Jina nitama mama, jina nitama baba. Haya, hii lugha hiyo si lugha yetu hii. Mama jina dita, baba jina dita, makina nitama mama, baba. Tunguruma baba wenu. Unaona huyu anafahamu? Angija, nao Waingereza ubi hao vile vile wanaitwa nini? Majoni. Majoni hao walikuwa hapo.
Kiingereza yao ni vile, hata wewe usikie, hata usome form 9 utasikia. Hiyo ni uharibifu bwana. Sheni yenu hii ni uharibifu. Sema pasha. Lugha ya washeni, lugha ya watu waharibifu. Naam, wama arsalna, na hatukutuma min rasulin, mtume yeyote ile bilisani kaumi, kwa lugha ya watu wake, liyubayina lahu, ili huyo mtume abainishe hukumu ya Mwenyezi Mungu kwa hao watu kwa lugha yake. Na mtu ukisema nao kwa lugha yao wanafurahi, hata ijapokuwa hujui kamili lugha ya watu, lakini ukizungumza, hata huyu Mwingereza vile vile lugha yake ukizungumza ile hali ya kuwa unajua vibaya, anafurahi, raha kwake. Kuna kijana wetu mmoja mkuu kwa mzee wetu Ali Kambala, nani anamjua? Yaba hakukatika kalamu wala kukaa skulini akizungumza Kiingereza, hapana, lakini anajua Kiingereza aliyokota wapi hapa Royal Golf Club hapa. Alikuwa kwa wale wazungu wa ndege wale walikuwa fly kwa wale wazungu wa kia hapa katika golf, akizungumza Kiingereza huyo, watu wanafurahi, wanaweka kwenye kiti. Hata mzungu mmoja akaja akamchukua, akasema wewe hufai kuwa kedi hapa. Unafaa kukaa nyumbani kwangu. Mzungu amemchukua ampeleka Kilimanjaro hapa. Unajua Kilimanjaro? Nyuma ya Kenyatta Hospital. Ndio hapa hili ndio. Zamani ilikuwa saa kama hii, ukisimama Kilimanjaro hiyo hapa hili, unatazama upande huu, unatazama Kilimanjaro. Pale pazuri pa kutazama Kilimanjaro ilikuwa hapa hili, ndio imeitwa Kilimanjaro. Sasa basi mjukuu amemchukua mpeleka kazi yako, utakaa hapa. Wageni wangu wakija hapa, simama huko ndio mtaka welcome. Kaza kukaribisha wageni, receptionist. Hakusoma wala akataa kumwandikia kitu, hawezi kujua, lakini Kiingereza inatoka ndani ya ulimi wake. Wazungu wanafurahi. Huyu mtu wako umemtoa university gani? University of Golf Club. Hata ile nani Bilal Dudu alisoma skuli Kiingereza, lakini anazungumza Kiingereza ya mwisho. Anakuwa foreman mkuu OMT. Na mwingine anaitwa Abuya Kuperedo, Italiani kama anazaliwa huko, lakini alichukua tu wakati Italiani na shiko na leta hapa 39 to 45 1945 waliletwa. Basi ndio namna hiyo. Unaona, kuzungumza lugha ya watu wanakupenda, hata ijapokuwa unaharibu. Sasa wanakupenda, wanakuthamini wewe kwa kuwa umewathamini. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nini kwa Waislamu wale, na pia kwetu anatuambia ta'allamu lughata qaumin ta'ammanu min makrihim. Ta'allamu lughata qaumin ta'ammanu min makrihim. Ta'allamu lughata qaumin ta'ammanu min makrihim. Jifunzeni lugha ya watu, mtakuwa katika amani na hila zao. Mjifunze lugha ya watu, mtakuwa katika amani. Tujifunzeni lugha ya watu, mtakuwa katika amani. Naona fikra ya Mtume iliona mbali. Ndio hapa sasa tunakuta shule yote ni halali na nini kwa sababu ya kujifunza lugha ya watu, Kiingereza. Sasa naam, hatukutuma mtume yeyote katika huu ulimwengu ila tulimtuma bilisani qaumi, kwa lugha ya watu wake. Kwa nini? Liyubayyina lahu, ili huyu mtume abainishe maneno ya Mwenyezi Mungu kwa lugha yao hao watu. Kwa lugha yao nini? Hao watu. Fayudhillu Allahu man yasha, ye Mwenyezi Mungu humwacha katika upotovu amtakaye. Fayudhillu Allah, anaacha katika upotovu man yasha, Mwenyezi Mungu humwacha amtakaye katika upotovu. Shukuru wewe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kakuacha katika uongofu hapa, na muombe Mwenyezi Mungu akumalizie hapa. Amin.
ya Mwenyezi Mungu fayudhillu Allahu man yasha, ya Mwenyezi Mungu mwache amtakaye katika upotovu, wa yahdi man yasha, na Mwenyezi Mungu muongoza katika uongofu yule amtakaye. Sawa? Sasa liloko tuombe Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika uhai huu tuliomo ndani yake, tuwe tu wenye kutekeleza wajibu tuliolazimishiwa, ili tumalizike katika hiyo wajibu. Wayahdi man yasha wa huwa al-aziz, na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mshindi, Mola Aziz mwenye nguvu mshindi. Ya Aziz, ya Mwenyezi Mungu Mola mwenye nguvu mshindi. Sasa ukitaka nguvu vile vile shikamana na Mwenyezi Mungu, ukitaka ushindi vile vile shikamana na nani? Na kwa kuwa ushindi wake ndio utakaoshinda na nguvu yake ndio itakayoshinda. Al-Hakim, yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hekima, yani yuwaweka kila kitu mahala pake pasina kosa. Mwenyezi Mungu anaweka kila kitu mahala pake pasina nini? Pasina kosa. Pasina kosa. Alikusudia kuweka hiyo mlima Ngoma hapa, hakukosa. Alikusudia hiyo kuweka kilima Kiu hapa, hakukosa. Alikusudia kuweka hiyo kilima Mbogo hapa, Wiru hapa, hakukosa. Unaona? Atakayemtoa makosa ni nani? Kwani siku yake akiweka ulikuweka wewe? Mbona ukuleta ujuzi wako siku hiyo akiweka? Lam takun shay'an madhkuran, ulikuwa wewe si kitu kinachotajwa. Wewe hukuwa kitu kinacho nini? Kinachotajwa. Lam takun shay'an madhkuran, wewe hujulikani katika hiyo dunia. Wewe ni kama katika hiyo, mkuja mwisho katika hiyo dunia. Utasema nini? Wa huwa ya Mwenyezi Mungu al-Aziz, mwenye nguvu mshindi, al-Hakim, mwenye hekima, kuyaweka kile kitu mahala pake pasina kosa, pasina doa. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Mwenyezi Mungu anatuambia, Mwenyezi Mungu anakuambia wewe, Mwenyezi Mungu ananiambia mimi, wala qad, hakika bila shaka wallahi, wala qad, hakika bila shaka wallahi, arsalna, tulituma Musa, tulimtuma mtume Musa biayatina, na ayati zetu, miujizati zetu. Tulimtuma Musa na miujiza zetu. Mwingine wakati mwingine mkono wa Musa ulikuwa king'ara kama mwangaza ya karubani. Wakati mwingine fimbo ya Musa iligeuka kuwa nyoka. Wakati mwingine Musa anapiga bahari kwa fimbo, bahari inapasuka kuwa barabara. Tulimtuma yeye. Tukumtuma bure, tulimtuma na shida za kuemeza fikira ya wenye akili. Asala Musa, tulimtuma Musa bi ayatina, na miujizati zetu, hoja zetu. Ya nini? Hizo miujiza ilikuwa ya kazi gani? Hizo hoja ilikuwa ya kazi gani? Ayati hizo tuliompa Musa ilikuwa ya kazi gani? Nini kazi yake? Hizo miujiza kazi yake nini? Tukamwambia Musa, anikhriji qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur. Anikhriji, watoe qaumaka, kundi lako, watu wako, jamaa zako, watoe min adh-dhulumati, kutokamana na visa. Watoe watu hao kulikuwa na visa vya ushirikina, visa vya ukafiri, visa vya ujinga, visa vya kutoelewa. Watoe hao watu wako kutokamana na hivyo visa. Ila nuru, walete katika mwangaza, na walete katika la ilaha illa Allah.
mwangaza wa kumpokesha nani? Mwenyezi Mungu. Miujiza tukulete bure ili hao watu wako waone bahari ikipasuka, hao watu wako waone fimbo ikimeza nini, majoka, waone kuwa miti imegeuka kuwa nyoka, fimbo ilipotungwa ikageuka kuwa nyoka, waone hayo. Ila no wadhakiruhum biayamillah, na wakumbushe hao watu wako neema zake Mwenyezi Mungu juu yao. Kiu ilipowashika katika jangwa, idhistasqa Musa taqam, ya Musa, kiu imetushika maji, hapana, tuko jangwani, tuombe Mungu. Musa yenyua mkono juu, Mwenyezi Mungu akasema mawingu, maji haya yamekuja. Haya, wanatoka Misri huko, wanafukuzwa na Firauni na jeshi lake, wamefika baharini, hapana pa kwenda. Musa kashika fimbo ile kapita. Neema hizo wako katika jangwani pale, jua kali kabisa katika jangwa, hapana miti, hapana nini, hapana nini, joto kali, tutakufa kwa hiyo joto. Musa alinyanyua mkono, arsala alaihimul ghamama, tukatete mawingu kawa inafunika wana wa Israeli wakitembea katika jangwa, nayo mawingu nayo inatembea. Neema ndogo hiyo, heshima kubwa hiyo, mwavuli tumewaletea, kinga kutokana na jua. Yote hatuna. Ndio Mwenyezi sana wadhakiruhum, Musa wakumbusha hawa watu biayamillah, neema zake Mwenyezi Mungu juu yao si ndogo, neema kubwa. Neema nini? Neema kubwa tu mliwanemesha. Inna fi dhalika, hakika bila shaka katika hayo, katika huo ukumbusho, ukumbuka neema zake Mwenyezi Mungu na miujizati ambazo tumekuletea uwaonyeshe. Inna fi dhalika, katika hayo yamo nini? La ayati, imo ndani yake dalili na hoja iliyo waziwazi, likulli sabari, kwa kila mwenye kusubiri mno, kwa kila mwenye kustahimili mno katika dini. Hayo aliyokuja nayo Musa ni dalili na hoja gumu kwa kila mwenye kustahimili mno katika dini na kila mwenye kusubiri mno katika dini. Shukuri, na ni hoja ni dalili kwa kila mwenye kushukuru Mwenyezi Mungu, kwa kila shukuru mwenye kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Sasa hao wanadamu wa zama hizo za Musa wafikapo katika hali ya kuona hayo, wanaona kwa Musa aliwatoa wapi? Bali aliwatoa wapi? Kwenye kiza. Aliwapeleka wapi? Kwenye mwangaza. Lakini nataka nini? Ubongo angavu. Nataka nini? Ubongo angavu, akili angavu inayoangaza. Kwa akili iliyofunikwa na taarabu na duluka na Manchester United na dishi na Goma, itaona hayo? Haioni. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. Sasa Musa anawageukia wana wa Israeli, kwa kuwa pale Mwenyezi Mungu tumemtuma Musa na ayati na miujiza watoa watu kwenye visa na kuwaleta katika mwangaza, visa vya ukafiri na ushirikina na ujinga, walete katika mwangaza wa imani ya la ilaha illa Allah. Sasa Mwenyezi Mungu amwambia Musa, tulishughulika sana na hao watu wako, tulishughulika sana na hao jamaa zako, tulishughulika sana na hao kundi lako. Sasa hebu wakumbushe, labda utazidi imani. Wakumbushe labda watazidi nini? Imani.
Wa idh qala Musa liqaumi, kumbuka Musa aliposema kwa watu wake, udhkuru ni'matallahi alaykum, ya jamaa, kumbukeni neema zake Mwenyezi Mungu juu ya vichwa vyenu. Mlishikwa na kiu, Musa aliwaambia Mungu akalete maji, jua kali. Musa alimwomba Mwenyezi Mungu alete mawingu kafunika. Mlikimbizwa na Firauni, Musa alipitia bahari. Jamaa, haya hayatoshi kuwa kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu? Basi udhukuru neematallah, kumbukeni neema zake Mwenyezi Mungu alaikum diyani. Na wende labda mmesahau hizo neema. Sasa wacha mkumbushwe, wende labda mmesahau hizo neema. Wende labda mmesahau hizo neema, wacha tuwakumbushe hizo neema. Idh anjakum min ali Firaun, kumbukeni Musa alipowaokoa nyinyi kutokana na watu wa Firaun na majeshi ya Firaun. Musa aliwaokoa nyinyi na Firaun. Tena yasumuna, hawa Firaun na hawa watu wake walikuwa wakiwaonyesha nyinyi su'al adhab, adhabu mbaya kabisa, ndio walikuwa wakiwaadhibu nyinyi nayo. Adhabu mbaya ndio walikuwa wakiwaadhibu nyinyi nayo. Wayudhabbihuna abnaakum, au Firaun na watu wake walikuwa wakichinja wavulana wenu. Zama zile akizaliwa mwana mvulana huchinjwa. Kwa nini? Kwa mkuhani fulani alimwambia Firaun, unaona, atakuja kuzaliwa katika kundi lako mtoto mmoja, huyu mtoto ndiye atakaye kuja kuangusha huo ufalme wako. Mtoto ndiye atakuja kuangusha nini? Ufalme wako. Atakuja hajazaliwa, lakini tukielewa atakuja kuzaliwa. Basi akawekwa katika mji, utafiti wa habari, wanawake wote wenye mimba, ndio habari, wote wenye mimba kama huyo mimba aliyezaliwa amezaa nani? Amezaa msichana. Amezaa nani? Amezaa mapacha, msichana na mvulana. Nitili mvulana mchinjwa, msichana naachwa. Ndio kazi ya Firauni ilikuwa. Alikuwa akaogopa hao watakuja kumnini, kumtawala, kumpindua. Yudhabbihuna abnaakum, walikuwa wakiwachinja wavulana wenu, watoto wenu wavulana wanawachinja. Wayastahiyuna nisaakum, wanawacha katika uhai wasichana wenu waliozaliwa. Wa fi dhalikum balaa, ni katika hayo ilikuwa mtihani kubwa, balaa kubwa, ilikuwa balaa kubwa kwa nyinyi na wana wa Israeli. Alikuja kuwaokoa ni nani? Kutokana na hiyo adhabu aliyokuja kuwaokoa ni nani? Musa. Hamwezi kumfuata, hamwezi kukubaliana naye. Ujumbe aliokuja nayo haitoshi kuwa ni ujumbe wa Mwenyezi Mungu, anaoita Mwenyezi Mungu katika kheri. Watu wakisani, nini? Wakisabobea katika maasi, hawaoni yaliyokuwa ya haki. Ufidhaliko ni katika hayo ya Musa, ya Firauni, kuadhibu adhabu kila namna kwa namna, ni kuchinja watoto wenu wavulana, ni kuacha wasichana wenu wawe ni wajakazi. Ufidhaliko balaa, hayo ni balaa kubwa na mtihani kubwa umeroba kutoka kwa Mola wenu, tena mtihani adhimu mkubwa. Yalikuwa nini? Mtihani kubwa iliyotoka kwa Mola wenu. Basi kumbukeni hayo, ili tupate kufaulu katika maisha yetu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam
إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع نفوسنا اللهم اجعل القرآن ربيع عقولنا اللهم اجعل القرآن محببا في قلوبنا اللهم اجعل القرآن محببا في نفوسنا اللهم اجعل القرآن محببا في عقولنا اللهم ربنا حبب القرآن في قلوبنا اللهم ربنا حبب القرآن في نفوسنا اللهم ربنا حبب القرآن في عقولنا اللهم ربنا افتح لنا فتوى العارفين واجعلنا من التالين لكتابك آناء الليل وآناء النهار يا رب العالمين اللهم ربنا ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك ربا من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم